Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, zangu wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya Buidi Food Online TV. Leo tena kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikisha kufika katika siku yetu hii ya Alhamisi. Hii siku ya ujanja wetu wala nguvu zetu, bali ni taufiki kutoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kupoteza muda, katika studio zetu leo tunaye shekhe wetu kipenzi chetu Ustadh Abu Eid, naye tutamuomba atoe salamu ili tuiweke mada mezani. Sheikh, karibu sana. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watazamaji, mada ni nyingi. Kila tukitazama ule mlolongo wa mada uelewi hata namna gani uzungumze mada gani. Lakini leo kwa idhini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala tutazungumza mada ambayo yawezekana leo watu wengi wanalitumia neno hili, lakini hawatambui nini maana neno hili na nini athari zake zinapatikana katika neno hili ama jambo hili. Jambo lenyewe ni jambo la hasad. Nini maana ya hasad na hasad ina athari gani? Leo tutamuomba shekhe atawalie sehemu hiyo ili tuweze kustafidi. Sheikh Abu Eid, nini maana ya hasad? Hasad ni kitu gani? Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara ya pili, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ndugu zangu wapendwa watukufu wa kipindi chetu hiki cha uzuri wa maisha ya Kiislamu. Kwa kweli Alhabibi ameuliza swali zuri sana. Nieleze maana ya hasadi ni nini? Maana ya hasadi kama ulama walivyotueleza, hasadi ni kwa fataha ya sini. Asema tamanna alhasidu zawala ni'matal mahsudi, ni kutamani yule mwenye kuhusudu ile neema ya mwenye kuhusudiwa iondoke. Maana yake yule anayemhusudu ile neema yake imondoke. Lakini katika sheria ni ayuhibbal hasidu zawala ni'mata anil mahsudi, ni kupenda yule mwenye kuhusudu iondoke ile neema ya mwenye kuhusudiwa. Kwa maana utaona katika lugha na sharia ni vitu vinafungamana vinaoana, kwamba ni kutamani yule mwenye kuhusudu iondoke neema ya yule anayemhusudu. Hiyo ndio maana ya hasadi. Na ndugu wapenzi watazamaji, tumeona maana pana ya hasadi. Lakini vile vile tukipekua katika baadhi ya vitabu hivi vidogo ambavyo sisi wanafunzi tumevisoma, kuna kitu kinaitwa hasad na kuna kitu kinaitwa ghibta. Sasa kipi kinaruhusiwa kwa Muislamu kati ya vitu hivi viwili? Na hebu tutafsirie maana ya hasad. Tutafsirie maana ya hasad, hebu tupe maana ya ghibta, kisha tuendelee athari za hasad. Kwa maana yani ukamwona fulani ana neema fulani, lakini wewe ukatamani ile neema bila kutamani yeye imuondoke. Hili ni jambo yani nimependa alichokuwa nacho na mimi naomba Mungu anipe kama kile, lakini si kimuondoke. Huo unaitwa ni hasad, lakini pia kwa maana nyingine inafasirika ni wivu. Ni wivu. Naam. Ambao ni wivu ulioruhusiwa. Yalla. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la hasada illa fitnatayn, hakuna hasadi isipokuwa katika mbili. Rajulun ataahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fi haqq. Hakuna hasadi, hakuna wivu isipokuwa katika vitu viwili. Mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mali akazitoa katika dini,
akazitumia katika haki. Lakini mtume akataja mtu mwingine akasema, wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimaha. Na hasadi ni kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa elimu, akawa anahukumu kupitia elimu ile, na hali kadhalika anafundisha kupitia elimu ile. Watu hawa wawili ndio wanapasa kukusudiwa. Mtu mwenye mali utamani uwe na wivu na wewe upate mali kama aliyokuwa nayo, na wewe uweze kuitumia katika dini. Lakini mtu mwenye elimu utamani upate ile elimu yake aliyokuwa nayo, upate elimu kama ile ya kwake aliyokuwa nayo, na wewe uweze kuitumia katika kuhukumu na katika kuwafundisha watu mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini si kutamani ile ilmu au mali aliyokuwa nayo imuondokee. Ukitamani imuondokee au kwa nini amepata, basi itakuwa hasadi yako hiyo ni mbaya. Hasadi ya kwanza inaruhusiwa ni kumhusudu mtu mwenye elimu. Wamhusudu vipi? Kutamani wewe na wewe upate elimu kama aliyokuwa nayo ili uieneze kwa watu. Naam. Lakini hasadi ya pili inaruhusiwa ni hasadi kwa mtu mwenye mali. Kutamani na wewe upate mali kama alizokuwa nazo uweze kuzitoa katika dini. Hiyo ndio hasadi ama wivu unaoruhusiwa. Na ndugu wapenzi watazamaji, kama tulivyosikia kwa fasaha pana sana Sheikh amekwenda kututafsiria, lakini tunakwenda sasa tujue ule ubaya, athari za hasad. Hebu tuambie athari 3 tu za hasad zinazotokana na hasad. Kwanza kabisa athari ya hasadi kwanza inaweza kumpata yule ulomhusudu. Kwa hivyo hiyo ni hatari ya kwanza. Lakini hatari ya pili ya hasadi ni kwamba mtume asema alhasadu yaakulu alhasanati kama taakulu naru alhataba. Hasadi inakula mema kama vile moto unavyokula kuni. Yani ukimhusudu mtu, basi yale mema yako yanaliwa mpaka yanamalizika. Kwa hivyo hiyo ni hasara ya pili ya hasadi. Lakini pia hasadi inaweza pia ikamdhuru zaidi huyu aliyofanya hasadi, kwa sababu wezekana ukamhusudu ule mtu ile neema imuondoke, lakini kila unavyokaa ile neema haifanyaje, haiondoki, bado ipo. Mwisho wa siku unaweza ukafa kwa sababu ya hasadi, kwa sababu ile hasadi ni kama kala moto, huwa linaunguza huko kwenye moyo. Kwa hivyo liliokuwa sawa ni kujiepusha na hasadi. Naam. Kwa hivyo hizo ndio athari za hasad. Naam, tutosheke na hapo. Na inshallah ajali yako Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa wakati mwingine na muda mwingine tutakuja kuleta mada hii kwa upana ili watazamaji wetu waendelee kustafidi na jambo hili, jambo la watu afahamu mtu zile athari za hasad yaweza kumuua hata yule hasidi. Hapa na tuseme tu ila liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.